alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Karibu tena katika dawati letu la michezo, tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Na taarifa kubwa zaidi ambazo na kujuza ni kutoka katika makao makuu ya shirikisho la soka la Tanzania yani TFF, lakini pia na yale ambayo yanaendelea. Kama unavyokumbuka, na taarifa ambazo tumekuwa tukikujuza ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo kuahirishwa ambayo ingechezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, dabi kati ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Yanga. Yanga wakiwa kama host wa mchezo walikuwa sehemu ya jambo ambalo liliweza kutokea. Kama unavyojua kwamba Simba Sports Club walienda katika uwanja wa Benjamin William Mkapa muda sawa na ule ambao wangecheza siku moja kabla ya mchezo, yani kikanuni walipaswa kufanya mazoezi, na baada ya kuzuiliwa na sababu ambazo zilikuwa ni za nje ya kiwanja na mambo mengineo mengi ambayo yamejadiliwa kwa kina katika mitandao ya kijamii, nadhani hadi dabi kuahirishwa. Lakini pia usisahau kwamba bodi ya ligi walipelekea maamuzi majira ya siku ya mechi, yani ilikuwa ni siku ya mechi, ilikuwa mchana wa saa 8 saa 7, wakatoa taarifa ya kusogeza mchezo mbele, na wakadai kwamba wataweza kupangia tarehe haraka iwezekanavyo, na lakini pia wataweza kutoa ufafanuzi juu ya lile liloendelea, kama ni adhabu walohusika na itakuwa vipi. Lakini klabu ya Yanga waliingia uwanjani. Yanga walikuwa na taarifa kwamba tayari mchezo umeahirishwa, lakini wakaingia uwanjani, wakafanya warm up, wakatoa kikosi, na muda wa mchezo wakaingia, wakakaa dakika kadhaa, kisha wakaondoka kiwanjani, kana kwamba wamevunja sheria au wamevunja utii wa bodi ya ligi ambayo tayari ishahailisha mchezo. Simba hawakuonekana kiwanjani kwa sababu tayari wao walikuwa washatoa taarifa ya kugomea mchezo, lakini pia walikuwa washapata taarifa kwamba bodi ya ligi imeahirisha mchezo, maana yake siku ya mchezo. Lakini Yanga wakaenda kiwanjani na wakaendelea na taratibu. Jambo kubwa ambalo watu wengi wanalisubiria, wa Tanzania na watu wengi wanasubiri kuona maamuzi ya bodi ya ligi ni lini itapangwa mchezo. Je, adhabu zitakazotolewa kwa wale ambao wamehusika dabi kuahirishwa zitakuwa zimelenga upande gani? Je, upande wa Yanga ndo watalengwa zaidi, upande wa Simba watalengwa zaidi, au itakaa vipi, na nani atapewa adhabu itakuwaje? Kila mmoja anasubiria taarifa rasmi ya kupangwa kwa dabi, adhabu. Na Simba nao walisema kwamba huenda wasishiriki mchezo huo na mingineyo kama hawatopata taarifa rasmi za kilichopelekea wao wanazuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini katika jambo la kushangaza, jana Simba tumewashuhudia wakishiriki mchezo wa ligi kuu dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo inaonekana wao wameigomea Yanga, lakini michezo mingine wako tayari kuendelea nayo. Sasa jambo kubwa ambalo limelengwa zaidi au nalolizungumzia kwa sasa ni kuhusiana na kile ambacho kimesemwa na rais wa soka la Tanzania, anaitwa Wallace Karia, na hapa ni baada ya kuchaguliwa kuwa mmoja wa wajumbe katika kamati kuu za CAF. Ni jambo kubwa zaidi kama Mtanzania kumpongeza, maana ni nafasi kubwa na atatuwakilisha vyema, na nafasi hiyo ambayo amepata katika kamati kubwa za CAF, basi moja kwa moja anaweza akasaidia soka la Tanzania kwa namna moja au nyingine. Wakati anatua katika viwanja vya ndege vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, alizungumza mengi, lakini katika mambo ambayo ameyatilia mkazo ni wale watu ambao wanapindisha kanuni, wanavunja sheria, na wale ambao hawaheshimu mamlaka, sana sana wale ambao wanavunja kanuni. Na kabisa dhahiri shahiri ni kwamba kila alichokuwa anakizungumzia ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Hakuzitaja dabi moja kwa moja, lakini kwa jinsi alivyokuwa anazungumza, nikirukuu baadhi ya maneno ya wachambuzi ambao wameandika caption ambazo wengi wamekuja kuzitafsiri tofauti, inaonyesha kwamba maamuzi yatakao kuja kutolewa na bodi ya ligi kuhusu kupangwa kwa mchezo, yoyote atakayeenda kinyume na hivyo, basi lolote litamkuta. Usisahau kwamba Yanga tayari washatoa taarifa za aina mbili, zote wakimaanisha kwamba hawatoshiriki mchezo huo. Na kama unavyofahamu kwamba bodi ya ligi wao ndio wenye mamlaka ya kuamua kupanga mchezo, kuhairisha na kupanga jinsi watakavyotaka, maana wao ndio wasimamizi wa ligi, huku wakisaidiana na TFF ambao wao ndio wenye mamlaka ya soka moja kwa moja la Tanzania. Sasa hapo ukitazama jambo kubwa linaloendelea, kama Yanga kweli wakiendelea kushikilia msimamo, inamaanisha tarehe kipangwa Simba wakiingia uwanjani watapata pointi. Yanga wao wakidai kwamba wangestahili kupata pointi na mabao matatu kwa sababu wao walienda kiwanjani, utajiuliza, je,
wakati wanaenda kiwanjani, je, alikuwepo kamishna wa mchezo? Je, alikuwepo mwamuzi? Lakini kama ukipangwa mchezo mwingine, inamaanisha wale wote hao watakuwepo. So kama Simba wakiingia kiwanjani Yanga wakakosekana, moja kwa moja Yanga watapokwa point. Sasa kila mmoja anasubiri maamuzi yatakayotolewa. Je, yatalenga busara kama tunavyojua ili kubalance, au vitalengwa vipengele ambavyo ni muhimu na kanuni? Moja ya caption kubwa zaidi ambazo zimetikisa katika mitandao ni hii ya huyu anasema hivi: Karia awapa onyo kali Yanga, dabi lazima ichezwe. Na moja ya taarifa ambayo moja kwa moja kwa jinsi rais wa soka la Tanzania jinsi alivyokuwa anazungumza, unaona moja kwa moja akilenga kwamba dabi itachezwa. Sasa Yanga ambao wamesema hawatoshiriki mchezo huo, hili kwa namna moja au nyingine ni kama linatengeneza minongono katika mitandao ya kijamii. Yeye alisema kwamba wale wote ambao wamepindisha kanuni, wale wote ambao hawako tayari kufuata mamlaka, adhabu kali zitatolewa. Katika andiko lake naona baadhi ya watu ambao wamezungumzia. Huyu aliandika kwamba Karia hapa onyo Yanga kali, dabi lazima ichezwe. Moja ya comment kubwa zaidi ambao napita nao ni huyu anaitwa Mkuu Jayala. Anasema hivi: kwa hiyo hapa kawasema Yanga kwa upeo wako mdogo, wakati unaona kabisa viongozi wa mpira wa TFF na bodi ya ligi ndio wanakuwa wavurugaji. Usizungumze kitu wakati huna uhakika. Amemtaja nani? Usilete mapenzi na ushabiki kwenye masuala ya msingi. Tuanze na hao wanaosimamia mpira. Je, wanafuata kanuni na sheria walizoziweka? Hiyo ni comment kubwa zaidi katika comment ambazo napita nazo. Huyu anaitwa Asin Forever anasema hivi: boya kama boya kwenye udashi. Naona ameandika maneno makali ila naachana nao. Huyu anaitwa Joba Manson Slaughter anasema hivi: huyu Msomali inabidi akatafute kadi yake ya kliniki, nchi imeshaingiliwa. Comment ni nyingi sana, lakini wote wanazungumzia andiko linalozungumzia kwamba Karia hapa onyo kali Yanga, dabi ni lazima ichezwe. Maneno aliyokuwa anazungumza rais wa soka la Tanzania Wallace Karia, hii inadhihirisha moja kwa moja dabi iwe isiwe itapigwa. Na wale wote ambao watapingana na hiki ambacho kimeandikwa katika mitandao ya kijamii, na wale wote ambao watapingana na kile ambacho amekizungumzia Mheshimiwa Wallace Karia ambaye ni rais wa soka la Tanzania, nadhani kwa namna moja au nyingine liko kubwa litakuja kuwakuta. Lakini nikimalizia na comment za mwisho, mfano kama huyu anaitwa Grigori Kahangi 97 anasema hivi: kuna sehemu kaitaja Yanga hapo. Anauliza huyu kwamba kuna sehemu kaitaja Yanga, lakini anaitwa Sandawis anasema hivi: kwani kaitaja Yanga hapo, mbona unapenda uchonganishi? Anaitwa Mchumi Kiwene anasema hivi: sasa hapo Yanga inaingiaje? Anaitwa Alice 9173 anasema hivi: kipengele ulete wewe mtani, bosi kashasema. Sasa hii inaonyesha moja kwa moja kwamba misimamo ambao wameiweka bodi ya ligi pamoja na TFF yote ni kama inalandana. Na bodi ya ligi walisema kwamba wataenda kutoa maamuzi mazito. Usisahau kwamba watu waliohusika kwa asilimia kubwa kuhakikisha hii dabi inafelishwa. Jambo la kwanza, tukubaliane kwamba manager wa uwanja anahusika, kamishna wa mchezo naye kuna sehemu anahusika, kuna mapolisi waliozuia Simba basi lao, lakini pia hapa ukija kutazama Simba na wao kwa namna moja au nyingine wanahusika, lakini ukija kutazama bodi ya ligi nao wanahusika, pia na Yanga kwa namna moja au nyingine nao wanahusika. So pande zote wanahusika. Je, katika maamuzi ambayo yatatolewa, haya ambayo ameyasema Wallace Karia kwamba mamlaka ziheshimiwe na maamuzi yatakao kuwa yanatolewa na wale wote ambao wamekuwa wakienda kinyume na mamlaka, adhabu na onyo kali zitatolewa. Hii inamaanisha kwamba wataenda kufanya maamuzi mazito. Je, ikitokea dabi imepangiwa tarehe na Yanga hajahudhuria hiyo dabi, Simba akipewa point, unadhani Yanga wataenda kushtaki? Je, unadhani ni kweli Yanga wataendelea kuigomea bodi ya ligi kutokushiriki huo mchezo? Japo najua lazima utapangwa na uende ukapangwa mwezi Aprili. Ndani ya mwezi huu ratiba zimebana sana kwa sababu ya FIFA break. Swala hili unalizungumziaje, na jambo hili ambalo linaendelea kutikisa katika mitandao ya kijamii? Unaweza kushare katika upande wa comment ya comment section. Tukutane wakati ujao panapo majaliwa. Asante.